wangu, udhaifu wangu, hata wishe nifundishe udhaifu wangu. Basi hii kuwakaribisheni sana ndugu zangu na kuwapa pole ya safari. Karibuni sana. Asante. Basi nimuombe Baba Mashimbi awe na neno la kusema, kisha mkaribishe Baba katika ufunguzi. Wapendwa, karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongereni kwa ajili ya kusherehekea Christmas. Asante pia na safari. Asanteni kwamba mmepokea wito na mmekuja kwa ajili ya kikao cha leo. Baba Katibu Mkuu, karibu sana. Mbele yako ni walimu kutoka vyuo vyetu vya ufundi. Tumewaza kwamba tuwe na mafundisho kwa ajili ya lugha ya alama. Kwa hiyo wapo hapa kwa ajili ya kusudi maalum. Karibu sana, tufungulie kikao chetu cha leo. Karibu. Asante. Kondoo ameshinda. Tumfuate. Ongeleni kufikia Christmas. Asante. Nilikuwa naangalia umri wenu. Naona na wale walikuwa wanasema wanaandamana mpio bunduki. Wanafanana nao. Wale hawajaona Christmas. Kuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Hongereni sana. Karibuni Rungwe. Asante, naomba nitasoma tu neno lakini sitahubiri sana. Sasa najua nimeongea. Lakini nilikuwa naongea ni msingi sana. Niandae akili zenu. Yaani mmekuja hapa natakiwa mjiandae. Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Kitabu hiki kimeandikwa nchi yote iko na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina. Kilele kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Baada sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Hiyo asili ya lugha mbalimbali Biblia iko hapa. Walipokaa pamoja, wanaongea lugha moja, wanapulani vizuri, wanatunga, mambo yanaenda vizuri, kwa sababu lugha ndio inayosaidia mafanikio. Kama lugha haijaeleweka, huwezi kuelewa somo, huwezi kuelewa maagizo, huwezi kuelewa unachotumwa, huwezi kuelewa chochote. Ndio maana mtu anaweza kaambiwa nenda mashariki, kwa sababu hajaelewa, hajasikia, akaenda magharibi.
anaambiwa akachukue kijiko, anaenda kuchukulia sufuria, kwa sababu yeye kijiko hajasikia. Alianzia hapa, wenzetu Wababeli walikuwa wanaishi pamoja, wanafanya kazi vizuri, wanajenga, wanafundishana, wanaelekezana. Ilipofika hatua wameelewana vizuri, wakasema sasa tujenge mji wetu na tujenge na mnara, tupandishe mpaka tufike mbinguni. Najiuliza mimi swali dogo hivi, kweli walikuwa na sayansi ya majibu kwamba unaweza ukajenga ukafika mbinguni? Yaani huko juu huko tumeishia wapi? Lakini lengo lao ukianza kuangalia, wamguse Mungu na wajitengenezee jina duniani kote, usiwe na mnara mrefu kama wao. Ukishasema mbinguni unataka kumgusa. Ndio maana hata wale wanajua Mungu anakaa wapi? Mbinguni. Vizuri, lakini ilifika hatua wakamjaribu Mungu. Akasema tujijengee jina. Kwa hiyo tujenge mji wetu, tujenge mnara ufike mbinguni. Kwa duniani kote hakutakuwa na mnara ambao utakuwa mrefu kama wa kwetu. Kwa wakaamua watafute tofali, alafu waanze kufanya nini? Kujenga ule mnara. Wanapojenga ule mnara, Mungu akaona nia yao na haja yao kwamba wanataka wajenge mnara ufike mbinguni. Kwa Mungu akaona watu kwa sababu wanaelewana, wana lugha moja, ni rahisi kufanya maendeleo. Na kila kitu ambacho anaweza kupanga kikafanikiwa. Lakini kwa kuwa anataka watangaze jina lao, waniguse mimi Mungu mbinguni, wajenge mnara wao, basi mimi nitawatawanya kwa kuwapa lugha mbalimbali wasielewane. Tafsiri nyingine anasema inawezekana wazi kabisa kwamba fundi akisema lete tofali, walikuwa wanapeleka maji. Tayari amwelewani. Lete mchanga, anapeleka tofali. Kwa sababu mwelewani. Tayari wewe unayeongea naye hasikii lugha unayoongea. Kwa hiyo yeye anaanza kubashiri kitu kuleta. Kwa hiyo ikawa ndo mwanzo wa lugha mbalimbali duniani. Lakini asante Mungu Bwana ana huruma sana. Hata ukisoma vizuri Mwanzo, wakati Adamu na Hawa wameanguka, lakini bado akawatafutia na nguo tena. Ilikuwa ni wewe mtoto amekukosea, anaambia sikununulie nguo tena. Lakini Mungu hakufanya hivyo. Pamoja na kwamba lugha zimekuwa nyingi duniani, lakini bado Mungu ameweka maarifa ya watu kujifunza lugha mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hapo sasa hivi ukiuliza wewe unajua lugha ngapi? Unakuta Mndali ana lugha 5. Mnyakyusa ana lugha 3. Kitaja ipi na ipi anakuambia anijifunza kidogo bonjour ikiwa sekondari, kwa Kifaransa kama kidogo. Kiingereza ndio tunajifunzia sekondari. Nakuta naelewa vizuri. Tukikutana Mnyamwanga na Mnyakyusa tunaanza kupashana habari kwa kuongea lugha ya kila mmoja. Hata leo Mungu ametukusudia tujifunze lugha ya alama ambayo tulikuwa tunajua. Amen. Amen. Mungu anakuwa mpole, anatusikia, anajua haja, na kila kusudi la Mungu ndio linalosimama. Kama wako watu ambao hawasikii, wako watu ambao hawezi
maneno unayotamka, basi kuna maarifa mengine ambayo Mungu anawapa watu ili hao watu nao wajifunze. Tunapojifunza leo hapa, tuelewe kwamba tulianza kuwa na lugha moja, tukasambaratika, tukatawanyika, tukajifunza lugha mbalimbali, tukawa hatuelewani, tukaanza tena kujifunza lugha zingine ili tuelewane. Biblia hii nimesoma kwa Kiswahili, lakini ukianza kuangalia unakuta wanasema kuna Kiyunani, kuna Kigiriki, Kiyunani, kuna Kiebrania, si ndio? Kiebrania ndio alianza kuandika Agano la Kale. Kiyunani ama Kigiriki wakaanza kuandika Agano Jipya. Lakini sasa hizi mpaka Biblia za kilugha zipo. Mwatesha. Na Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Mungu anatoa maarifa ili kila mmoja kwa lugha yake amjue Mungu? Hata asiyejua kusema anaweza akahubiriwa. Hata asiyejua kusikia, asikii kabisa, anaweza akahubiriwa. Asante kwa kutusaidia mwalimu. Mungu akubariki kwamba wale watu hawa watakapokuwa wanafundisha kwa lugha ya alama. Kwa hiyo ninaamini hata maombi mtakuwa mnaomba kwa lugha ya alama.